Waheshimiwa viongozi wa dini na waandishi wa habari, leo kwa namna ya kipekee kabisa tumesimama kama viongozi wa dini kupingana na kauli ambazo maseneta wa bunge la Marekani wamezitoa dhidi ya nchi yetu ya Tanzania. Ni maseneta wawili ambao wametamka waziwazi kuonyesha kwamba Tanzania si salama na ina udini, na kuna baadhi ya dini au wafuasi wa dini hizo hawatendewi yaliyo sawa na kukandamizwa na kadhalika. Uwepo wetu hapa ni kielelezo tosha kwamba yanayosemwa na maseneta hao ni uzushi na ni kitu ambacho hakikubaliki na ni uchochezi wa waziwazi. Kwa tungeitaka serikali ya Marekani mara moja iwakemee maseneta hao na ikanushe waziwazi kwamba kauli hiyo itabaki kuwa ni kauli yao binafsi, ambayo kwetu sisi kama Watanzania imetuumiza sana, kwa sababu umoja tulionayo na mapenzi tulionayo kama Watanzania ni mkubwa, na kielelezo cha viongozi tuliopo hapa mbele ni kielelezo tosha kwamba Wakristo na Waislamu ni ndugu. Tuna udugu wa damu, tuna udugu wa kinchi, tuna udugu wa kibinadamu, na hakuna yoyote ambaye anaweza akatutenganisha. Hakuna. Kwa hiyo Wamarekani wamechelewa kutaka kutugombanisha kwa misingi ya udini, wamechelewa. Ni jambo ambalo haliwezekani. Tunawaomba waendelee kuiheshimu nchi yetu ambayo inatawaliwa kwa misingi ya sheria, kanuni na katiba. Waendelee kuheshimu serikali yetu, waendelee kuheshimu mamlaka yetu kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo uchochezi wowote wa namna yote ile, uwe wa kidini, uwe wa kisiasa, hatutaukubali. Hatutaukubali kama Watanzania. Watanzania wanasimama na viongozi wao wa dini kupinga udini, kupinga siasa chafu, kupinga uchonganishi. Kwa hiyo tunaungana kwa sauti moja kuiunga mkono serikali yetu ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata yale mambo ambayo yaliyotusibu tarehe 29 Oktoba mwaka jana, tumeona serikali yetu imeyashughulikia kwa taratibu na kanuni na sheria tulizo nazo, na yanaendelea kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa hiyo tuiache serikali yetu ambayo inaendelea kusimama imara, kuiona kwamba Tanzania inarudi katika amani yake. Na huu inawezekana ni wivu tu, kwa nini tulipita salama, tulivuka salama. Sasa watu wache na nchi yetu ambayo kwa kweli inaendelea kuwa imara, na yale ambayo yaliyotufikia au yaliyotupitia yametuimarisha na yataendelea kutuimarisha zaidi, lakini hayataibomoa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Ndugu zangu wapendwa, mimi ningependa sana kuzungumzia swala hili ambalo limejitokeza kwamba nchi inaweza kuzungumza juu ya nchi yetu kuhusu imani, au labda sisi kama Watanzania tuna ubaguzi wa kidini. Mimi ningependa tu kuzungumza kwamba tangu uhuru mwaka 1961 mimi nilikuwa naona kwa macho yangu, na Mwalimu Rais Nyerere alipochukua madaraka alianza kushughulikia ubaguzi wa kidini na ubaguzi wa kikabila, na leo tunaishi kama Watanzania huru ambao hawana ukabila
hawana udini, na utaona katika ngazi za juu za kitaifa, taifa letu la Tanzania, kwanza aliyeanza kuwa rais katika nchi hii ni Mwalimu Nyerere, Mkristo, na aliyefuata kuwa rais ni Ali Hassan Mwinyi, Muislamu, aliyefuata William Mkapa, Mkristo, aliyefuata, na aliyefuata ni Jakaya Mrisho Kikwete, ni Muislamu. Kwa hiyo taifa letu limeenda hivyo, na baada ya hapo kaja John Pombe Magufuli, Mkristo, na baada ya John Pombe Magufuli akaja mama Samia Suluhu Hassan. Sasa Mama Suluhu Hassan ni Muislamu, lakini pamoja na hayo, nini kinachoendelea leo? Leo tuna jumuiya ya maridhiano chini ya Mheshimiwa Alhadi Musa, Muislamu. Makamu wake ni nani? Mkristo, na pia katibu wake kaja Mkristo, na wajumbe Waislamu wote hawa ambao wameshuhudia leo kwa kauli zao. Na jumuiya hii iko chini ya kiongozi wetu wa kitaifa, Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye kila siku anatakia jumuiya ya maridhiano iendelee. Na ni sisi maaskofu, ni sisi Waislamu tuko hapa leo tukizungumza lugha moja, na pia magharibi, mashariki, dunia nzima, mashariki ya kati, bara la Afrika, wamekuja mara nyingi, si mara moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakija kuangalia mfano wa Wakristo wa Tanzania na Waislamu wa Tanzania wakikaa pamoja, wakiendesha mambo na maibada na pia ibada zote za Kiislamu, za Kikristo, wakishirikiana. Kwa hiyo mimi ninapenda kusema kwamba nchi ya Tanzania ni salama na pia imejenga msingi mzuri wa kuiga. Hapa hakuna vita, hakuna matatizo ya udini kabisa. Asanteni sana. Sio mwenyekiti, mjitenge kidogo ili mzungumzaji akaja hapa. Tulia.